Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Ujenzi wa barabara wa madaraja unaoendelea kwenye jiji la Mwanza umesababisha foleni kubwa sana kwa takriban siku 3 zilizopita mpaka sasa. Barabara inayotoka mji wa Mwanza kwenda Igoma, kwenda Nyegezi, lakini kwenda airport ni barabara moja tu ambayo bypass yake huwa ni Rufiji. Lakini kumechimbwa daraja Rufiji, kumechimbwa mlango moja. Kwa sasa kitendo cha kutoka Nyerere Road kwenda Mabatini inatuchukua mpaka masaa 3. Je, waziri uko tayari kuambatana na mbunge wa Nyamagana kwenda kumuhimiza yule mkandarasi afanye ujenzi usiku na mchana, kwa sababu anajenga bila kutengeneza bypass? Kwa hiyo tunapita kwenye njia moja, foreni ni kubwa. Uko tayari kuambatana na mbunge wa Nyamagana? Majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza niko tayari kuambatana na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nyamagana, na nipongeze sana Mheshimiwa Msukuma kwa kuleta hoja hiyo, lakini nitumie nafasi hii kumwelekeza meneja wa TARURA mkoa wa Mwanza kwamba pamoja na umuhimu wa kujenga madaraja na barabara zetu, lakini lazima tuzingatie pia kupunguza usumbufu wa foleni ambazo zinaweza kuleta changamoto kwa wananchi. Kwa hiyo barabara ya Mwanza Igoma Nyegezi kuelekea airport waone utaratibu mzuri. Kwanza mkandarasi aongeze spidi kuhakikisha ujenzi unakamilika mapema na kuondoa adha hiyo ya foleni, lakini ikiwa kuna namna ya kuwa na barabara ya mchepuko ni vizuri wafanye hivyo ili kurahisisha usafiri kwa wananchi wanaoenda katika maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, naomba kwanza nimshukuru sana Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutekeleza jambo ambalo tulimuomba wakati wa kampeni, ujenzi wa soko la kisasa pale makao makuu ya wilaya Karagwe. Namshukuru sana Rais wetu, lakini pamoja na shukrani Mheshimiwa Waziri, gharama ya kujenga soko hili la kisasa kama ulivyosema ni bilioni 5.17, na kwenye mwaka wa fedha wa 26-27 zimetengwa bilioni 1. Kwa maana tukienda kwa awamu itachukua miaka mingi. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, tusaidieni fedha ipatikane angalau soko hili liweze kukamilika ndani ya miaka 2 ili wananchi wa wilaya Karagwe waweze kufurahia soko la kisasa chini ya jemedari wetu Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana kakangu Mheshimiwa Innocent Lugha Bashungwa, mbunge wa Karagwe, kwa uchapakazi wake na uwakilishi mahiri sana wananchi wa jimbo la Karagwe, na kwa hakika wananchi wa Karagwe wamepata mbunge mchapakazi kweli kweli. Lakini kuhakikisha Mheshimiwa mbunge kwamba serikali ina dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba tunajenga soko hili, na ndio maana tayari tumeshatenga bilioni 1 mwaka fedha 26-27 huu unaoanza Julai mwaka huu. Lakini kuhakikishia tu kwamba tutajenga kwa awamu, lakini haina maana kila awamu itapelekwa bilioni 1. Inaweza kawa awamu moja hii ya kwanza, ya pili tukapeleka fedha zote na jengo likakamilika. Kwa naomba niwahakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali itahakikisha tunakamilisha ujenzi wa soko hilo mapema ili kuleta huduma bora kwa wananchi wa jimbo la Karagwe. Nimekuwa na Engineer Johnston Mutabingwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Katika jimbo letu la Bukoba mjini imeelezwa kwenye ilani kwamba tunapaswa kujenga masoko 4: soko la samaki na dagaa custom, soko la Kashai, soko la Hamgembe na soko la ndizi Kagondo. Je, serikali ina mpango gani wa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Bukoba kuhakikisha haya masoko yanajengwa kwa wakati? Asante. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, masoko ni sehemu muhimu ya huduma katika jamii zetu, lakini pia ni chanzo cha mapato kwa halmashauri zetu ikiwemo katika manispaa ya Bukoba, na ni kweli kwamba uko mpango wa kujenga masoko katika manispaa ya Bukoba. Uko mpango pia wa tactic kuhakikisha kwamba tunaboresha miundombinu hiyo, lakini iko mipango mingine ya maboresho. Nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba maeneo hayo ambayo umeainisha tutahakikisha kwa awamu tunaendelea kutenga fedha za budget ya mapato ya ndani ya halmashauri, lakini na fedha za serikali kuu kwa kadri itakavyowezekana ili kuhakikisha kwamba tunatimiza dhamira ya serikali ya kujenga masoko katika maeneo hayo.